Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa One News Media. Basi tunakukaribisha kwenye kipindi chetu cha habari kupitia media yetu hii ya One News Media. Basi kama wewe ni mgeni au ni mara yako ya kwanza kuanguka kwenye video yetu, basi tunakuomba ufanye kitu kimoja, una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. One News Media inaendelea kupatia habari kamili na za mpya na za ukweli kabisa. Basi bakia au usubscribe ili uendelee kupata habari zetu kamili za saa zote, kila tukio upate na habari. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media, kila siku ninakupasha. Basi acha nikusogezee habari zetu za leo hii ya vitu ambavyo vinavyoendelea nchini DRC. Basi acha nikusogezee habari. Mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini yamelahani vikali madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaoelekezwa na waasi wa M23 na AFC katika maeneo wanayoyadhibiti. Madai haya yanajumuisha mauaji, utekaji nyara na ubakaji. Shutuma hizi zilitolewa Jumamosi tarehe 14 mwishoni mwa mkutano uliofanyika Iocha, mji mkuu wa eneo la Beni, uliolenga kuchambua hali ya jumuiya katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mmoja wa washiriki alitoa muhtasari wa mapendekezo aliyotolewa. Alibainisha uhalifu mbaya wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaofanywa katika ardhi yetu ili linastahili kuzingatiwa. Katika Januari na Mei mwaka 2025, zaidi ya raia 200 waliuawa na uasi wa M23 AFC RDF huko Ruchuru. Watu 76 huko Masisi, 9600 huko Goma pamoja na 3500 walijeruhiwa kwa silaha katika wilaya ya Nyiragongo. Pia alitaja matukio ya utekaji nyara na kulazimishwa kuandikishwa katika vikundi vya waasi wenye silaha. Katika taarifa ya vyombo vya habari iliyotolewa baada ya mkutano huo, wanachama wa utaratibu na wa mashirika ya kiraia walitoa mapendekezo kwa serikali na washirika wake ili kukomesha mateso ya wakaaji wa eneo hilo, alisema Pempe Kavota. Alisisitiza, tunapendekeza kwamba serikali ya Kongo na washirika wake wajizuie kutia saini Hii hapa ripoti kuhusu mapigano yaliyotokea Kabare, Kivu Kusini. Watu 3 wafariki katika mapigano kati ya wazalendo na M23 Kivu Kusini, Juni 14, 2025. Takribani watu 3, akiwemo mvulana mmoja wa shule, walifariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya wazalendo na waasi wa M23 yaliyotokea maeneo ya Kigabi na Bushwira katika eneo la Kabare, Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ndani, mapigano hayo yalianza yapata saa 12 jioni, wakati ambapo watoto walikuwa bado shuleni. Bado haijabainika ni nani alianzisha mapigano hayo. Haya ni mapigano kati ya wazalendo na M23 huko Bushwira na Kigabi. Mapigano hayo yalianza majira ya saa 12 jioni wakati watoto wakiwa shuleni. Waliofariki ni 3 na wengine kadhaa kujeruhiwa, kilisema chanzo kimoja cha eneo hilo. Chanzo kingine kimeongeza kuwa mapigano hayo yalitokea karibu na parokia ya St. Joseph ya Kabare na shule ya msingi ya Kabare, ikionyesha jinsi maeneo ya kiraia yalivyoguswa. Tukio hili linafuatia majibizano ya moto yaliyotokea Katana wiki iliyopita. Vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa bado kuna vikosi vya AFC M23 vilivyosalia katika eneo hilo, hali inayoashiria kuendelea kwa mvutano na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Kuanzia Juni tarehe 12 mwaka 2024, zaidi ya watu 1500 wameuawa na wapiganaji wa ADF katika sekta ya Bampere, wilaya ya Lubero, huku takwimu hizi zikiendelea kuongezeka. Mashirika ya kiraia na mamlaka za mtaa katika wilaya ya Lubero yameripoti kuwa zaidi ya watu 1500 wameuawa na wapiganaji wa ADF katika sekta Bampere katika kipindi cha mwaka mmoja, kuanzia Juni tarehe 12 mwaka 2025. Ripoti hizi zimetolewa wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuanza kwa mauaji katika eneo hilo. Mauaji ya kwanza yalitokea Juni tarehe 12 mwaka 2024 katika kijiji cha Makengu. Makere CV Kunulwa
mkuu wa sekta ya Bampere huko Lubero, amethibitisha takwimu hizi akisema, tumejumuisha mwaka mmoja tayari tangu mauaji yaanze katika sekta ya Bampere. Mauaji ya kwanza yalifanyika Juni tarehe 12 mwaka 2024 katika kijiji cha Maikegu. Mnamo Juni 12 na mwaka 2025 kuna zaidi ya waasiriwa 1500 wa roho tangu kuanza kwa mauaji haya. Makundi 6 ya Bampere yameasiriwa pakubwa na ukatili unaofanywa na ADF na washirika wao. Idadi ya watu waliokimbia makazi yao inaadiriwa kuwa kati ya 1036 hadi 1052 na wengi wao wanaishi bila msaada wowote. Fisto Kabunge, rais wa Jumuiya ya Kiraia ya Njia Panda, ameeleza kuwa uvamizi wa kwanza wa ADF huko Makengo katika kundi la Pakombe ulisababisha vifo vya watu 43. Tangu shambulio hilo baya, ukosefu wa usalama umeenea zaidi vya jijini 20 na kusababisha vifo vingi, kutoweka kwa watu na uharibifu mkubwa. Matokeo ya ukosefu wa usalama ni janga kubwa. Shule kadhaa na miundo za afya zimefunga milango yao. Makere Sivi Kunulwa alifafanua hali hiyo akisema, maeneo ya afya yameathirika kwa kiwango tofauti kulingana na hali za harakati za watu. Kuna vituo vya afya na shule ambazo vimefunga milango yao kwa muda. Sehemu ya kusini kuna Katanga, Mayebe, Masai, Somea. Vituo vya afya vya maeneo haya ya afya bado havijafunga milango yayo. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa mamlaka za Kongo kuchukua hatua za haraka na miundombinu ili kurejesha hali ya usalama na kukomesha mauaji katika maeneo haya. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepiga kura kuunga mkono kuanzishwa kwa mashtaka ya kisheria dhidi ya waziri wa sheria na mtunza mihuri Constant Mutamba. Uamuzi huu uliofanywa usiku wa Jumapili Juni 15 unatokana na madai ya ubadhirifu wa dola milioni 19 zilizokusudiwa mradi wa ujenzi wa gereza la Kisangani. Kura ya bunge. Kura hiyo ilihudhuriwa na manaibu 363. Kati yao 322 walipiga kura kuunga mkono mashtaka. 29 walipiga kura dhidi ya mashtaka. 12 walijizuia kupiga kura. Uamuzi huu unafuatia ripoti ya tume maalum ya muda iliyoundwa kuchambua mashtaka yaliyotolewa na mwendesha mashtaka. Madai dhidi ya Waziri Mutamba. Waziri Mutamba anatuhumiwa kwa kutumia vibaya kiasi cha dola milioni 19 za Marekani. Pesa hizi zilitengwa awali kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa gereza la Kisangani lililoko mkoani Tshopo. Mwanasheria mkuu wa serikali Firmin Mvonde anasema kuwa maelezo yaliyotolewa na Waziri Mutamba wakati wa vikao vya uchunguzi yaliongeza uzito wa tuhuma badala ya kuziondoa. Hati ya mashtaka inasema, ushahidi unaotolewa na waziri haubatilishi kwa vyovyote vile ukweli anaotuhumiwa nao. Kinyume chake, unaimarisha nia ya wazi ya ubadhirifu wa fedha za umma. Hatua zifuatazo. Kura hii ya bunge ni hatua muhimu katika mchakato wa kisheria. Hapo awali, mwendesha mashtaka alipewa idhini ya kuanzisha uchunguzi wa kimahakama dhidi ya waziri huyo. Kwa idhini hii kutoka kwa manaibu, mfumo wa haki sasa unaweza kuendelea na kufungua rasmi kesi ya jinai dhidi ya Constant Mutamba. Katika mkutano wa 47 wa baraza la mawaziri, makamu wa waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa kitaifa na masuala ya maveterani, Guy Kabombo Mwadiamvita Ons, alitoa taarifa kuhusu hali ya usalama nchini kote. Hali ya usalama nchini, kulingana na maelezo yake, hali ya usalama inasalia shwari katika maeneo mengi yaliyoathiriwa na mapigano kati ya vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, na vikosi hasi, hasa katika majimbo ya Mashariki na Mai-Ndombe. Hata hivyo, mapigano ya hapa na pale bado yanaendelea katika maeneo machache. Onyo kuhusu njama dhidi ya Banyamulenge. Guy Kabombo Mwadiamvita alionya juu ya njama ya uvunjifu wa amani iliyoratibiwa na wavamizi wa Rwanda na wasaidizi wao dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Alisema lengo la njama hii ni kuwachafua FARDC na wazalendo ambao wanajitahidi kutetea uhuru wa nchi. Hatua za FARDC na ulinzi wa raia. Ilisisitizwa kuwa FARDC inabaki katika hali ya tahadhari kufuatilia mienendo ya makundi yenye silaha, hususan RDF-M23. Amri kali zimetolewa kwa makamanda wa FARDC kuhakikisha ulinzi wa raia.
hasa jamii ya Banyamulenge ya Fizi, ambayo inalengwa na waasi au wasaidizi wa Rwanda kwa lengo la kudharau FARDC. Licha ya mipango ya amani inayoendelea kikanda na kimataifa, mapigano kati ya FARDC, wazalendo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda yanaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa mashariki mwa DRC. Mapigano haya yamechangia kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu katika eneo hilo. Acha tuseme tena asante ndugu mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia media yetu hii. Tunashukuru, tutaendelea kupatia habari zetu za kila siku na habari za ukweli na kamili kupitia One News Media. Basi tunakumbusha tena kufuata kitu kimoja, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku, asubuhi, mchana, magharibi. Hatukosi habari nzuri za kweli na za kamili. Kweli tunakuomba uendelee kusubscribe kwenye channel yetu. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media.